والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه على من والاه أما بعد. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mwenyeji wetu mbunge wa jimbo hili, dada yetu Daktari Aishatu Kijaji, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, mama yetu Rosemary Sitaki Senyamule, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Adam Kimbisa, viongozi wote mliopo wa serikali na viongozi wa dini kwa pamoja, waheshimiwa majaji mliopo hapa na wote almutasabiquna, wenye kushindana kupitia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kina baba, kina mama, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, imesomwa Qur'ani iliyohifadhiwa kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vifua vya wasomaji, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mwenyewe ndani ya Qur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndio ambaye tumeiteremsha Qur'an, lakini Qur'ani hii kubakia, kudumu, kuendelea kwake haitolindwa wala kusimamiwa na yoyote, bali sisi ndio tutakaoweza kuhifadhi na kuilinda. Kwa hiyo kuhifadhi Mwenyezi Mungu Qur'ani na kuilinda ni kupatikanika leo watu wenye kuhifadhi na kukifanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mashindano haya kufanyika katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumeshuhudia sana sehemu tofauti tofauti ndani ya mkoa wa Dodoma, nje ya mkoa wa Dodoma, ndani ya nchi na hata nje ya nchi. Katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, Qur'ani imekuwa ikipupiwa sana kusomwa. Ni kwa ajili ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiteremsha kitabu hiki cha Qur'an, kama alivyosema yeye mwenyewe, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ulioshushwa Qur'an, hudan linnas, Qur'an ambayo ndio mwongozo kwa watu, wa bayinatin min alhuda, na mwongozo uliokuwa sahihi zaidi na wawazi zaidi, wala hauhitaji tochi. Wal furqan, na Qur'ani ni yenye kutofautisha. Kama unataka kujua haki kwamba hii ni haki, basi uisome Qur'an, na kama unataka kuijua kwamba hii ni batil na uweze kuiepuka, basi uisome Qur'an. Kwa hivyo Qur'ani na saumu, yani Qur'ani na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ni juz'un la yatajazza, ni sehemu moja ambayo haiwezi kugawika, kwa sababu hata Mtume Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Qur'ani na saumu yaatiani shafi'an lil'abdi yawm al-qiyama, vitakuja hali ya kumwombea mja siku ya kiyama, kwamba ulitendea haki saumu, lakini ulitendea haki kitabu ambacho kimeshushwa katika mwezi mtukufu wa saumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Qur'ani haimtupi mja ambaye mwenye kuweza kuifanyia kazi na akaitumia kwa matumizi yaliyokuwa sahihi. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema katika mafundisho yake kwamba hakika ya kitabu hiki yarfa'u aqwama, inna hadha alkitab yarfa'u aqwaman wa yal'u bihi akharin, hakika kitabu hiki kinawapandisha watu daraja, lakini wale wenye kukipenda na wenye kukitumia matumizi sahihi kama tunavyoshuhudia, na wale wenye kukifuatilia kinavyosomwa wakakipa haki kwa kusikiliza, kama Mwenyezi Mungu anavyosema ndani ya Qur'ani kwamba Qur'ani inaposomwa fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, basi ipulikizeni, isikilizeni kwa makini kabisa na mnyamaze, muache zogo ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo inna hadha alkitab, hakika ya kitabu hiki, yarfa'u aqwaman, kinawapandisha watu daraja, wa yal'u bihi akharin, na kinawashusha wengine ambao wenye kukipuuza, kuacha kukifuatilia na hata kuacha kukisoma vile ifuatavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kushukuru sana. Mimi naamini haya mashindano ni ya kwako kutokana, tukiangalia na toka yalivyoasisiwa mpaka leo tumeambiwa ni mwaka wa 9, ni mashindano ya 9, lakini tumekuwa kila tukihudhuria basi wewe upo kwenye mashindano haya yanayofanywa kwa katika jimbo la mheshimiwa mbunge. Nadhani mara ya mwisho kama sikosei tumeachana bereko, na sijui mara ifuatayo wewe mwenyewe binafsi ulihudhuria. Mimi sikuhudhuria katika mara nyingine baada ya bereko, lakini na wafahamu wadau akiwa Mheshimiwa Hamadi Chande na wengine ambao mlikuwa mkiitikia mwaliko huu, na mkuu wa mkoa pia vile vile. Lakini kipindi hicho mheshimiwa mgeni rasmi ulikuwa ni waziri wa fedha. Lakini matokeo ya kitabu hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama kitabu hiki hakiongopi, leo hii umehudhuria kama mgeni wetu rasmi, lakini umehudhuria kama mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inna hadha alkitab yarfa'u aqwaman wa yal'u bihi akharin. Huu ni ushahidi wa hadithi kwamba kitabu hiki kinawapandisha watu daraja wenye kukipenda na kukifuatilia, lakini kinawaporomosha wengine ambao wameachana nacho. Naamini leo mheshimiwa mgeni rasmi, leo ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakushukuru sana. Lakini ni juhudi zako kwamba umesimama na mheshimiwa waziri bega kwa bega toka kipindi wewe waziri wa fedha na yeye alikuwa naibu waziri wa fedha kipindi hicho. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na huu ni mfano wa wengine kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatotuacha hivi hivi katika mambo kama haya. Na tumeona neema ya Qur'ani, ukiona dalili ya mvua ambapo ni mawingu kama alivyotuambia MC, na yote hii ni neema ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu yafalu bihi ma yasha, anafanya vile anavyotaka. Nabii Muhammad
sallallahu alaihi wasallam anasema maijtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, yatluna kitab Allah, wakawa wanasoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, wayatadarasunahu, na wanasomeshana, illa nazalat alaihimus sakina, isipokuwa huwashukia watu hao utulivu, wahafatuhumul malaika, na malaika huwafunika katika mbawa zao, waghashiyatuhumur rahma, na Mwenyezi Mungu huwaenezea watu wao rehma, kama tunavyoshuhudia, wadhakarahumullahu ta'ala fi man inda, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawarekodi na kuwataja watu hao kwamba ni watu wake rasmi, kwa sababu wameketi kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu kama tulivyoketi, wameketi kusomeshana, kueleweshana kitabu cha Mwenyezi Mungu kama tulivyoketi. Niseme kwa machache haya na kwa dalili hizi ambazo tupo katika ghairil maghdubi bado wala dhalin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.